cha thamani sana. Amen. Wakati tunamkaribisha sasa mnenaji wetu wa siku ya leo, hebu wakati anasogea mbele, shangilia pamoja naye. Haya, twende. Karibu sana mama, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu. Amina. Haleluya. Amina. Nawapenda. Naweza mkakaa chini. Kwanza namshukuru baba yangu Bishop Kevi kwa kutupa fursa ya kuja mahali hapa. Shukrani zangu ziende kwa babangu Bishop Kelvin kwa kunipa kibali kuja mahali hapa. Pia namshukuru askofu kwa kunikubalia kufika mahali hapa. Shukrani zangu baba askofu, ninasema asante sana, maana sio rahisi, ni neema tu. Amina. Pia namshukuru mama askofu. Mama askofu, Mungu wa mbinguni aendelee kukutunza. Asante kwa kunipa kibali cha kukanyaga katika hii madhabahu mama, maana ingewezekana hata kusema hapana asije, lakini umesema njoo. Mungu wa mbinguni akutunze. Pia nashukuru uongozi mzima wa wanawake wa hili kanisa, kuanzia mwenyekiti na viongozi wake, kwa kunipa kibali kufika katika sherehe yenu, hitimisho ya sherehe yenu ya umoja wa wanawake. Nasema asante sana mwenyekiti. Nashukuru sana mamangu. Mungu wa mbinguni wote awabariki sana kwa kutupokea. Haleluya. 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 Mimi cha kwanza huwa nafurahi sana kuumbwa mwanamke. Najua nimeumbwa mwanamke, kuna kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yangu. Angeniweka kuwa mwanaume nisingekuwa na kusudi kama nilo nalo, lakini Mungu akaona huyu nikimfanya kuwa mwanaume, kuna wengine wanataka wao wapate kusudi ambalo nataka niliweke kwa huyu mwanamke, ndio maana akanifanya kuwa mwanamke. Ingewezekana kabisa nikawa mwanaume, lakini Mungu aliona si vema mimi niwe mwanaume, akaona niwe mwanamke. Na katika wanawake wangu kuna kitu amekiweka ambacho na kwako kipo. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi ya vigeregere na shangwe kwa kutuumba wanawake. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna kitu napenda kama umoja wa wanawake. Hakuna kitu na enjoy nikiitwa mwanamke. Hakuna kitu ninachopenda nikiona umoja wa wanawake unastawi ndani ya kanisa. Ndio. Hakuna kitu napenda nikiona umoja wa wanawake unastawi ndani ya kanisa, naona kanisa hilo linastawi. Maana mwanamke ni kanisa. Maana mwanamke ni nguzo ya kanisa. Maana mwanamke ni jicho la kanisa. Maana mwanamke ni kioo cha kanisa. Maana mwanamke ni kila kitu ndani ya kanisa. Pia makofi kwa huyu mwanaume. Amen. Lakini bila kusahau tuko hivi tulipo kwa sababu wapo waliojikana mpaka sisi tukatokea. Yes. Sijui kama utakuwa unanielewa. Uko hivyo ulivyo kwa sababu kuna mtu amejikana ambaye ni baba yako wa kiroho, ndio maana wewe upo kama hivyo ulivyo. Niko hivi nilivyo, naona nasimama mbele yako. Yupo baba yangu aliyejikana asubuhi, mchana na jioni, akajikana kwa ajili yangu, akaniombea, akafunga na kuomba kwa ajili yangu. Na ndio maana niko hivi nilivyo. Waswahili wanasema ukiona kinaelea ujue kimeundwa. Yes. Kuna mtu nimemgharimu. Ukiona unaambiwa uko vizuri ujue kuna mtu imemgharimu kwa wewe vizuri. Usijisifu kama mimi niko vizuri. Waswahili wanasema hivi, usijisifu unayekimbia, msifu anayekukimbiza. Maana bila kukimbizwa usingekimbia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupo kwenye wiki la mwanamke. Ndio.
wa kanisa la Mti wa Uzima, si ndio Yes. Mti wa Uzima. Ndio. Okay. Tupo katika wiki, tupo kwenye kilele cha sherehe ya wanawake katika kanisa la Mti wa Uzima. Yes. Haleluya. Amen. Nataka niongee na mwanamke kidogo tu. Kama baba yetu askofu alivyosema, muda wetu umeenda sana. Na mimi nataka uniazime sikio. Naomba uniazime sikio lako kidogo tu. Hapa niko sawa. Kidogo tu niazime sikio. Funga sikio lako la mwili, nifungulie sikio lako la rohoni. Funga masikio yako ya mwilini, nifungulie sikio lako la rohoni. Unisikilize kidogo tu, niazime sikio. Mawazo yako ya ubinadamu naomba uyafute. Weka wazo la Mungu kwa muda mchache tu. Nataka niongee na mwanamke. Nataka niongee na kanisa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Alhamisi tulikuwa na mama askofu. Alifundisha kitu kizuri sana kama mwanamke wa maombi. Mimi nilimwelewa. Mama, ulinibariki. Nikajikuta kumbe mimi natakiwa nisimame kwenye maombi. Unaweza ukasema ulikuwepo. Nilikuwepo kwa sababu nilikuwa nafuatilia ibada. Ilivyotumwa tu nikaidaka. Bwana Yesu asifiwe. Mama alitufundisha kitu kikubwa sana. Alitufundisha kitu kizuri sana. Huwezi kuwa mwanamke kama huna maombi. Huwezi kupenya sehemu yoyote bila kuwa mwana maombi. Esther alipenya, aliingia kwa mfalme kinyume cha taratibu kwa sababu alikuwa na maombi. Yes. Ana aliomba, alimpata mtoto Samueli kwa sababu alikuwa ni mwanamke wa maombi. Ndio. Kwa kumbe huwezi kufanya chochote bila kuwa mwanamke wa maombi. Mimi mama nilimwelewa. Tena nilimwelewa sana. Na bado naendelea kumwelewa kwa sababu kila nilichokielewa bado kinapiga kelele kwenye masikio yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia jana tulikuwa na mwalimu. Naye nilimsikiliza vizuri. Naye nilimwelewa. Naye alizungumza kwa habari ya, alisema tambua umuhimu wa babako wa kiroho. Ni kumwombea, kumtegemeza. Aliongea, nilimwelewa, alifundisha vizuri. Nilimwelewa sana. Na mimi nitagusa humo. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi sitaenda mbali, nitagusa humo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Chapia Bwana Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Amen. Amina. Amina. Tutaenda kujifunza. Somo letu linaitwa hivi: huduma au utumishi wa mwanamke ndani ya kanisa. Huduma au utumishi wa mwanamke ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaandika unaweza kaandika. Mungu anamtambua mwanamke au Mungu amemweka mwanamke ndani ya kanisa kuwa msaidizi wa kupushi huduma ndani ya kanisa. Mungu anamtambua mwanamke au Mungu amemweka mwanamke ndani ya kanisa kuwa msaidizi wa kupushi huduma ndani ya kanisa. Mwanamke ni mtumishi wa Mungu, ni kinywa cha Mungu, ni sauti ya Mungu.
ni mkono wa Mungu, ni jicho la Mungu. Mwanamke akiomba lolote linajibiwa kwa haraka sana. Mwanamke amewekwa ndani ya kanisa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Mungu anavyokuangalia hakuoni kama unavyojiona wewe. Mungu anavyokuangalia anaona mtumishi wangu huyo hapa. Mungu anavyokuangalia anaona msaidizi wangu huyo hapa. Mungu anavyokuangalia anaona jicho langu hili hapa. Mungu anavyokuangalia anaona sikio langu hili hapa. Mungu anavyokuangalia anaona mkono wangu duniani huu hapa. Kwa sababu wewe mwanamke umepewa neema kubwa sana. Mwanaume na mwanamke tumetofautiana neema. Neema aliyokuwa nayo mwanamke ni kubwa kuliko aliyokuwa nayo mwanamke. Hata kama mkapiga magoti hapa kuomba, atakayejibiwa kwa haraka kwa wepesi ni mwanamke. Yes. Kuna neema kubwa ndani ya mwanamke. Vile unavyojitazama sivyo Mungu anavyokutazama. Badili mtazamo. Badili mtazamo. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu inapoisha hii semina ya wanawake uwe umebadili mtazamo. Acha kujitazama vile wewe ulivyo. Jitazame kwa jicho la mbali. Jua wewe umewekwa hapa duniani, ukuja kwa bahati mbaya, ulikuja kwa makusudi ya Mungu. Yes. Wewe Mungu amekuweka mwanamke kwa ajili ya makusudi yake. Najua kabisa amekuweka katika mti wa uzima kwa makusudi yake. Yes. Kuna kazi natakiwa ufanye pamoja na mtumishi wake aliyemweka mahali hapa. Ndio. Chapa makofi kwa mwanaume Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna kazi ya kufanya. Una kazi ya kufanya. Nina kazi ya kufanya. Dio. Lakini kinachotakiwa usijitazame kama unavyojitazama. Yes. Usiangalie maisha unayoyaishi. Usiangalie mapito unayoyapitia. Ndio. Usiangalie vile unavyotabika. Usiangalie yale unayopitia. Wewe sema tu mimi lipo kusudi ndani yangu. Yes. Ambalo linanifanya niishi. Maana bila hilo kusudi wengine tungeangamia. Tusingestahili kuishi. Lakini kwa sababu lipo kusudi la Mungu ndani yetu, ndio maana tuko wazima. Ndio maana hata hili linatokea. Ndio maana hata upepo ukitokea, sisi bado tunakuwa imara. Hata kama magonjwa yakatokea, sisi bado tunakuwa imara. Mungu anatulinda kwa sababu lipo kusudi ndani yetu linalofanya Mungu atulinde. Linalomshawishi Mungu aendelee kuniweka hai. Linalomshawishi Mungu wewe uendelee kuwa hai. Lipo kusudi la Mungu ndani yako. Yes. Jipige kifua. Sema mimi nina kusudi la Mungu. Nina kusudi la Mungu. Sema mimi lipo kusudi linalonifanya niishi. Mimi lipo kusudi linalonifanya niwe katika hii madhabahu. Amina. Amen. Wewe ni kinywa cha Mungu. Wewe ni sikio la Mungu. Ndio. Wewe ni jicho la Mungu. Ndio. Wewe ni kinywa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usijidharau hivyo ulivyo. Usijitazame hivyo ulivyo kaona wewe huna chochote. Wewe kuna kitu ndani yako ambacho Mungu amekuweka ili wewe upushi uende pamoja na mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umewekwa ili uambatane na babako wa kiroho. Ndio. Wewe umeletwa hapa kwa makusudi ya Mungu. Yes. Haujaja kwa akili yako. Dio. Haujaja kwa kutaka wewe. Hujakaa katika mti wa uzima kwa kutaka wewe. Umekaa kwa sababu lipo kusudi la Mungu. Yes. Ambalo limefanya wewe uwe hapa. Dio. Lipo kusudi la Mungu. Dio. Ambalo limefanya wewe uendelee kuabudu mahali hapa. Dio. Lipo kusudi la Mungu. Yes. Ambalo limefanya wewe uendelee kunyenyekea mahali hapa. Na kusudi lake ni wewe kuambatana na babako wa kiroho. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kulikuwa na Elia na Elisha waliambatana. Ukiambatana na babako kuna upako unakufuata. Ukiambatana na babako kuna namna unakuwa. Ukiambatana na babako kuna namna inakuwa. Ukipenda babako kuna roho inakuja kwako. Inatoka ndani ya babako. Nguvu inaenda inakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe.
Neno la Mungu linasema kuna walimu wengi, lakini baba ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema wanawake, kuna kazi ambayo tumepewa kufanya ndani ya kanisa. Amen. Hatujaokoka ili tukae tu kwenye viti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatujaokoka ili tusali, alafu kisali ukija Jumapili unakaa unasikiliza neno alafu unaondoka nyumbani. Hapo bado hujawa mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utumishi sio kutoka nyumbani kwako kubeba mkoba kuja hapa kanisani ikiisha ibada wewe wa kwanza kunyakua mkoba kurudi nyumbani. Bado hujawa mtumishi wa Mungu. Kuna zaidi ya ibada. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hata wanafunzi wake Yesu kuna wakati alienda nao walifanya ibada, si ndio? Walienda waliomba, si ndio? Lakini kuna wakati walitoka walienda kushuhudia. Kuna wakati waliondoka pamoja na Yesu, walienda kuvua. Walienda kuvua watu. Walienda kushuhudia. Walienda kuwaleta watu kwa Yesu. Walienda kufanya kazi. Huo ndio utumishi ambao tumepewa na Mungu. Haleluya. Amen. Mwanamke, Mungu amempa kazi nyingi za kufanya ndani ya kanisa. Kazi ya kwanza ni maombi. Kama mama yetu alivyotufundisha siku ya Alhamisi. Kazi ya kwanza ya mwanamke ni maombi. Mwanamke ukiwa huna maombi, yani ni kopo ambalo halina maji. Bwana Yesu asifiwe. Yani unakuwa wewe ni empty. Mwanamke ukiwa na maombi huwezi kutikiswa na kitu chochote, kwa sababu wewe unaamini katika maombi. Hata jambo gumu linapokupata wewe unapiga goti. Ndoa inapokuwa inakusumbua wewe unapiga goti, unamwambia Mungu, hii ndoa ulinipa wewe. Sitaki ndoa iwe teso kwangu. Sitaki nianze kuiabudu ndoa. Sitaki nianze kulia mchozi kwa sababu ya mume. Nataka nilie mchozi kwa sababu yako wewe, uliangikwa msalabani. Full stop. Ndoa isiwe sababu ya kukuacha wewe Mungu. Watoto wananisumbua, awa umenipa ni zawadi, lakini lisiwe teso na mimi kukuacha wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke wa maombi. Jambo la kwanza ambalo Mungu amempa mwanamke ndani ya kanisa, kazi ya kwanza ni maombi. 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 Mama ametufundisha sana mwanamke wa maombi. Mwanamke wa maombi. Haleluya. Amen. Haleluya. Jambo la pili, kazi ya pili, kutegemeza kanisa, yani mchungaji. Naomba huu unaandika, kama uandiki naomba uyanase, maana baada ya hapo leo kesho kutakuwa na mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hata mwalimu huwa anafundisha, si ndio? Akifundisha huwa anatoa mtihani. Kuangalia wanafunzi wangu walikuwa wananielewa. Naomba uwe makini kusikiliza, kwa sababu kuna mtihani utakuja. Nimesema jambo la kwanza maombi. Kazi ya pili, kutegemeza kanisa, yaani mchungaji au nyumba ya mchungaji. Nikisema kanisa ni mchungaji. Haliwezi kuwa kanisa kama mchungaji hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Kama ilivyokuwa tukienda kwenye familia, haiwezi kuwa nyumba pasipokuwa mke. Sijui kama unanielewa. Haiwezi kuwa nyumba pasipokuwa mke. Mwanaume akiwa hana mke, hapo ambapo anapaita nyumbani, anapokuwa ametoka kijiweni kupiga stori na wenzake, hana mke nyumbani, anakuambia nataka nirudi ghetto. Anarudi wapi? Ghetto. Haleluya, jipigie makofi. Wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani. Lakini chumba hicho akishakuwa
mwanamke atakwambia narudi nyumbani, muda huu wa kurudi nyumbani. Kwa nini? Pamebadilika kwa sababu mwanamke yupo. Kumbe mwanamke anaweza kubadilisha historia ya maisha. Kumbe mwanamke anaweza kubadilisha historia ya mume wake. Kumbe mwanamke anaweza kubadilisha historia ya watoto wake. Kumbe mwanamke anaweza kubadilisha historia ya kanisa kabisa. Chapa makofi kwa mwanaume Yesu wewe. Unganisha mikono yako, chapa makofi. Nikisema piga makofi namaanisha mpigie Yesu makofi. Ndio. Hatumpigii mwenyekiti hapa wa serikali za mitaa. Tunampigia mwanaume Yesu. Chapa makofi kwa mwanaume Yesu. Nataka nisikie kigelegele cha mwanamke jasiri. Nataka nisikie kigelegele cha simba jike. Hivi wewe huoni ajabu? Wewe huoni ajabu? Simba dume na mindevu yake yote ile, lakini kuwinda hawezi. Aisee, najisikia fahari. Simba dume na mindevu yake ile na kutisha kwake, lakini hawezi kuingia porini kuwinda. Hawezi. Simba jike ndio anaingia kuwinda. Nakwambia wewe umewekwa na Mungu. Wewe ni jasiri. Wewe ni jasiri. Wewe ni jasiri. Wewe ni jasiri. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Simba jike ni simba hodari sana. Linaunguruma popote. Na ikiunguruma simba jike, wanyama wote wanajificha. Kama ilivyo rohoni, mwanamke akiunguruma shetani anataharuki kabisa. Na ndio maana shetani umoja wa wanawake anaupinga sana. Na ndio maana shetani umoja wa wanawake haupendi kabisa, kwa sababu anajua kuna nguvu ndani ya mwanamke. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya, mwanamke wa uzima. Haleluya, mwanamke wa kanisa la mti wa uzima. Amen. Amen. Nimesema kazi ya pili aliyopewa mwanamke ni kutegemeza nyumba ya mchungaji. Nikisema nyumba ya mchungaji namaanisha kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutegemeza nyumba ya mchungaji anayeongoza, anayekuhudumia, ndio huduma kubwa uliopewa mwanamke ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tusome Wafalme wa kwanza. Msomaji naomba unisomee. Tusomee Wafalme wa kwanza 17. Anzia mstari ule wa kwanza. Wafalme wa kwanza. Neno la Bwana linasema, basi Eliya Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Endelea. Mstari wa pili. Neno la Bwana likamjia kusema, mstari wa 3, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Mstari wa 4, itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Mstari wa 5, basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana. Kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Mstari wa 6, kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi, na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Amen. Amen. Tulia hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni mtumishi wa Mungu Eliya. Akatabiri, akasema hapata kuwa na mvua wala umande kwa muda miaka 3, mpaka tena kwa neno langu mwenyewe nitakaposema ndipo mvua itakaponyesha. Lakini Biblia inasema Mungu akamwambia Eliya, kwa sababu akaona kabisa Eliya hapa kaisha tabiri, hapatakuwa na mvua, hapatakuwa na umande, kwa hapo patakuwa na ukame. Biblia inasema Eliya akasikia sauti inamwambia, ondoka mahali hapo, nenda katika kile kijito cha Yordani.
Halafu ukienda huko utakaa, utajificha huko, utakaa huko, utakunywa maji huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na huko utakakokuwa nitamtuma kunguru. Huyo kunguru atakuletea mkate mchana na nyama, atakuletea na jioni mkate na nyama, na maji pia utakunywa hapo hapo. Haleluya. Amen. Sijui kama utakuwa unanielewa. Nimesema naomba sikio lako la rohoni ulifungue lisikie. Amen. Ili upone, fungua sikio lako la rohoni kwa dakika chache tu. Acha masikio ya hapa duniani, nataka sikio lako la ndani. Huyu ni Mungu anamwambia Elia, nenda katika kile kijito, kwa sababu huku tayari Elia kaisha tabiri, tayari kumekuwa kukame. Lakini wakati kukame, Mungu anamwambia nitakuwekea, kuna sehemu nitakuambia uende. Mtumishi wa Mungu, kwa sababu nilikuwa nauza mitumba, nilikuwa nafanya biashara, lakini sasa Mungu anaona huyu mtumishi wangu alikuwa na biashara, huyu mtumishi wangu kuna namna alikuwa anategemea maisha yake, lakini mimi nataka nimtume aende sehemu fulani. Akifika pale atakula pale pale na kunywa. Ndio Mungu anamwambia nitakutumia kunguru, atakuletea chakula. Yes. Jipige kunguru ni nani? Mimi hapa. Jipige kifua, kunguru ni nani? Wewe ni kunguru wa mtumishi wa Mungu. Sijui kama utakuwa unanielewa. Mimi naelewa. Mimi mwenyewe neno la Mungu ni upanga. Tena ni upanga ukatao wili. Mimi mwenyewe neno linanikata, na wewe pia linakukata. Kwa mimi mwenyewe hapa nilipo najifunza. Hapa wote tunajifunza. Lakini naomba na wewe ujifunze, naomba uelewe kiundani zaidi. Yes. Roho Mungu akusaidie kuelewa. Ili upate badiliko la rohoni na mwilini. Ndio. Si unajua kuna baraka za rohoni, afu kuna baraka za mwilini. Kuna wanafunzi walimuuliza Yesu, tumeacha vyote tumekufuata wewe, tutapata nini? Akasema mbinguni uzima wa milele, na duniani nitawabariki maradufu. Yes. Kwa kuna baraka za aina mbili, kuna baraka ya rohoni, afu kuna baraka ya mwilini. Ukitegemeza mtumishi wa Mungu, unapata baraka ya rohoni, afu unapata baraka ya mwilini. Mwilini unachipua. Yes. Mwilini unanawiri. Vilivyokuwa vimekwama vinanyoka. Biashara ilikuwa haiendi, inaenda kwa sababu Mungu umempa sadaka. Yes. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu akawaambia, nilikuwa mgonjwa, hamkuja kunitazama. Nilikuwa na kiu, hamkunipa maji. Wakasema, wewe lini ulikuwa na kiu tukukupa maji? Akasema, pale mtumishi wangu alipokuwa anapata shida ni mimi. Ndio. Ikaparabo sayaka. Hira mama. Mungu atuhurumie. Mungu akuhurumie. Kuna namna inatakiwa ubadilike ili upate baraka wewe. Acha kujifungia baraka. Acha kujifungia baraka. Naongea na jicho la mwanamke, naongea na sikio la mwanamke. Lakini kuna mwingine hapa yupo mwanaume mke wake hayupo. Naomba hizi taarifa ukamfikishie mke wako. Pamoja na wewe mwenyewe unaweza ukapokea baraka kupitia kutunza mtumishi wa Mungu ambaye ni baba yako wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wanaume naye walitegemeza mwili wa Yesu. Tutajifunza kesho. Kwani alienda kuomba mwili wa Yesu, si ni Yusufu? Si akamwambia alikuwa amekwisha kufa. Akasema nipeni hivyo hivyo. Akaenda, ni nani? Si mwanaume. Tena naye alikuwa na Biblia inasema alikuwa anautazamia. Tena naye alikuwa anautazamia ule. Tutajifunza. Yes. Ili tuelewe kutegemeza sio kazi ya wanawake tu. Ndio. Hata wanaume waliustiri mwili wa Yesu Kristo. Kabisa. Naongea na sikio la mwanamke. Ndio.
Bwana Yesu asifiwe. Yule mtumishi wa Mungu akaenda pale, akala akanywa, lakini Biblia inasema hivi, kwa sababu mvua haikunyesha kwa muda mrefu, kile kisima kikakauka, kikawa tena hakitoi maji. Kwa sababu wewe Mungu alivyokubariki hukuvileta nyumbani kwa mtumishi wa Mungu kukakauka. Tusome anzia mstari wa 8 afu tuone baada ya kisima kile kukauka Mungu alifanya nini. Neno la Bwana linasema neno la Bwana likamjia kusema, mstari wa 9, ondoka uende Sarepta ulipo mji wa Sidoni ukae huko. Tazama nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Mstari wa 10, basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Mstari wa 11, alipokuwa akienda kuleta, akamuita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Amen. Tulia, tutaendelea. Haleluya. Baada hapo Mungu, Elia akasikia tena sauti namwambia, nenda katika ule mji wa Sarepta, nimekuandalia mwanamke mjane yupo kule atakulisha. Elia akaenda kama alivyosikia sauti ya Bwana, akaenda katika ule mji na kwenda akamkuta yule mwanamke. Yule mwanamke Biblia inasema alikuwa akiokota kuni. Elia akamwambia ninaomba maji ninywe, maana kule kisima si kilikuwa kimekauka, kwa alikuwa hajapata maji. Alipofika pale akasema, naomba maji mama ninywe. Biblia inasema yule mwanamke akiwa anaondoka kwenda kuchukua maji, naona mtumishi wa Mungu Elia akasema, haya nikinywa haya maji tu yataniuma tumbo, kwa sababu tumboni hamna kitu. Akamwambia, we mama, hebu naomba njoo tena. Akamwambia, unasemaje? Akasema, nenda kaniletee na kipande cha mkate kidogo tu mkononi mwako. Kidogo. Haleluya. Amen. Huyu ni mtumishi wa Mungu Elia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie wasione kama huduma ni mzigo. Huduma sio, usiwe mzigo. Mimi nasemaga siku zote, hawa watumishi wa Mungu hawali rohoni, hawasomeshi rohoni, hawatibii rohoni. Naye ni mwanadamu kama wewe, anakula kama wewe. Yaani kile unachokitumia wewe naye mwenyewe anakitumia. Ugali anakula kama wewe mwilini. Ndio. Ubwabwa anakula kama wewe mwilini. Acheni kuona kama watumishi wa Mungu basi wenyewe wanakulaga rohoni. Hawali rohoni hawa jamani. Ndio. Si unaona hapa mtumishi wa Mungu Elia anaomba maji, lakini anaona maji hayawezi kumtosheleza. Akarudi akasema, we mwanamke, naomba na kipande kidogo tu cha mkate, hebu endelee. Lakini yule mwanamke akasemaje? Sikiliza nikwambie, ukijisumbukia wewe mwenyewe, ukitumia akili yako kujisumbukia, Mungu anakuacha ujisumbukie mwenyewe kwa akili zako mwenyewe. Na ukijisumbukia kwa akili yako hutoboi. Acha Mungu ajisumbukie maisha yako. Amen. Acha Mungu awe mbadala yako wewe. Acha Mungu hangaike na maisha yako. Unaweza ukajisumbukia lakini napo usipate chochote. Unaweza ukahangaika lakini napo usipate chochote. Angalia huyu mwanamke, wakati mtumishi wa Mungu anamwambia, akajibu nini? Hebu tusomee. Mstari wa 12 unasema, naye akasema kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tule tukafe. Amina. Japo anajihangaikia, yupo anajipambania, lakini bado amekosa tumaini. Bado hana tumaini la kuishi. Anajipambania yeye na uzao wake, anajipambania yeye na mtoto wake,
tumaini la kuishi. Anataka, anajipambania ili akapike, akale, alafu akafe. Ukijipambania mwenyewe Mungu anakuacha ujipambanie kabisa. Na ukijipambania mwenyewe huwezi kufika popote. Lakini ukijipambania, ukifanya mambo ya Mungu, Mungu anashughulika na ya kwako. Amen. Ukimtumikia Mungu, Mungu anashughulika na ya kwako. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Endelea kusoma. Mstari wa 13 unasema, Eliya akamwambia, usiogope. Enenda ukafanye kama ulivyosema. Lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee. Kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Mstari wa 14, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Amena. Lakini mtumishi wa Mungu Eliya, yule mwanamke alivyomwambia, mimi sina chakula cha kukupa, nina unga kidogo na kuni moja tu, nataka nikapike. Eliya akasema, nenda kalete, nipe kwanza mimi, nipe kwanza mimi. Mpe kwanza Mungu nafasi, mpe kwanza Mungu nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lisha kwanza mtumishi wa Mungu. Amina. Sijui kama unanielewa. Ukipeleka chakula nyumbani mwa Mungu, yani nyumbani kwa baba yako wa kiroho, baba yako akikibariki kile chakula, wewe unaondoka na baraka, unaenda kupata maradufu. Yes. Unaenda kupata maradufu Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapeleka kilo 5 za unga. Ndio. Unashangaa unaenda kufanya biashara, unapata maradufu. Wewe unaenda kubeba kiroba cha kilo 25 naweka ndani. Amen. Kwa sababu mtumishi wa Mungu anavyokula, anasema Mungu mbariki huyu mwanamke. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujifunze kuwatunza watumishi wa Mungu. Tujifunze kuambatana na watumishi wa Mungu kwa njia ya kujitoa kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema, watiini wazazi wenu katika Bwana. Kuwatii sio kunyenyekea, kuwapigia magoti. Sikiliza nikwambie, kunyenyekea ni kweli, unyenyekevu ni mzuri, lakini nyenyekea magotini na huku na mtunza. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usipomtunza, unajua madhabahu inatamiwa na nguvu ya Mungu. Yes. Na nguvu ya Mungu ipo kwa mtumishi wa Mungu. Ndio. Hivi kwa mfano, ndo akatoka akaenda kuuza mitumba, akatoka akaenda kuuza machungwa. Ukija hapa nguvu ya Mungu hakuna. Madhabahu inatakiwa ikumbatiwe. Yes. Madhabahu inatakiwa ikumbatiwe. Madhabahu inatakiwa ichochewe moto kila wakati. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vile inavyochochewa moto madhabahu, ndivyo unavyopata wewe uponyaji. Yes. Lakini isipochochewa madhabahu, na madhabahu inachochewa na mbeba madhabahu. Ndio. Yani hata kama wewe ukakesha ukaomba, lakini mbeba madhabahu yuko bize na machungwa, hapana Mungu. Ndio. Kwa sababu hayupo anailinda madhabahu. Kabisa. Kwa sababu hayupo anailinda madhabahu. Madhabahu inalindwa na nguvu ya Mungu na mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule mwanamke alikosa tumaini, japo alikuwa anajipambania, lakini alikosa tumaini kwa sababu alikuwa ametegemea akili zake ya kumtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo tunajifunza nini? Tunajifunza kuwa mwanamke umewekwa kwa ajili ya kutunza watumishi wa Mungu. Yes. Mwanamke umewekwa kwa ajili ya kutunza watumishi wa Mungu. Ndio. Mwanamke umewekwa kwa ajili ya kutegemeza baba yako wa kiroho. Ndio. Mwanamke umewekwa ndani ya kanisa kwa kazi ya kutegemeza baba yako. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema mwanamke ni jicho. Naomba nisomee Wafalme. Ndio. Tusomee Wafalme. Amina. Wafalme wa kwanza. Wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wafalme wa pili 4 mstari wa 8. Wafalme wa pili 4 mstari wa 8. Muda wetu umeendelea sana.
Wafalme wa Pili 4:8. Neno la Bwana linasema hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemi na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Mstari wa 9. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu. Sura ya 10. Na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtumishi wa Mungu nani? Elisha. Alikuwa akipita, lakini kuna mwanamke alikuwa anamuona mtumishi wa Mungu. Nimesema mwanamke ni jicho la kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema yule mwanamke alikuwa anamuona mtumishi wa Mungu akipita pita. Biblia inasema yule mwanamke akaenda akamwambia mume wake, akasema, mume wangu, mimi naona. Mwanamke ni jicho. Amen. Ni maombi yangu uone watumishi wa Mungu. Ni ombi langu jioni ya leo, Mungu akupe kiu ya kuona watumishi wake. Amen. Mungu akupe kiu ya kutambua mafuta ya babako wa kiroho. Mungu akupe mafuta ya kutambua kile ambacho anafanya babako juu yako. Biblia inasema yule mwanamke kaenda kwa mume wake. Akasema, mume wangu, mimi naona. Huyu anayepita pita hapa ni mtumishi wa Mungu. Hikaparabosaya. Lakini wakati naona huyu mtumishi wa Mungu, nataka tumfanyie chumba, tumweke mahali hapa, akizunguka, akienda au anakuja kupumzika mahali hapa, alafu akipumzika ale hapa hapa. Ndio. Huyu ni mwanamke. Uwe jicho la babako wa kiroho. Amen. Uwe jicho la kuangalia nyumba ya babako. Jipige mwambie, sema, mimi ni jicho. Mimi ni jicho. Mimi jicho. Mimi ni jicho. Na babangu wa kiroho. Mimi ni jicho. Mimi ni jicho. Na nyumba ya mtumishi wa Mungu. Ndio. Uwe jicho. Yes. Nimesema hii semina ya siku 3 ikatubadilishe rohoni mpaka mwilini. Amen. Chukua hatua. Nasema hivi, amina yako itoke ndani ya kilindi cha moyo wako, ilete mabadiliko. Yani ubadilike. Yani ujutie kama ulikuwa ufanye juu ya babako wa kiroho, upate kujutia jioni ya leo. Sio leo tu, siku zote za wokovu wako. Ukaone ni vema kutambua mafuta ya babako. Ukaone ni vema kuhudumia nyumba ya mtumishi wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naongea na mwanamke mwenye mzigo kwa ajili ya huduma. Naongea na mwanamke mwenye huduma. Naongea na mwanamke mwenye mzigo kwa ajili ya babake wa kiroho. Beba mzigo, mwana wa Mungu. Amen. Unataka kubebea nani mzigo wa babako? Unataka kutunzie nani babako wa kiroho? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unataka kutunzie nani? Kuanzia Januari mpaka Disemba, jiulize ndani ya moyo wako mwenyewe, umepeleka nini kwa babako? Mimi ni kinywa cha babako. Mimi ni kinywa cha Askofu George. Hawezi kujisemea, mimi nasema. Mimi nasema kupitia yeye. Mama mchungaji hawezi kujisemea huyo. Mimi nasema. Kwa mara mwisho umepeleka lini unga kwa babako wa kiroho? Kuna wakati mwingine baraka tunajifungia wenyewe. Watoto wa babako wa kiroho wanapokunywa uji uliopeleka wewe baba, wewe unabarikiwa. Nataka masikio yako ya rohoni yasikie jioni ya leo. Ugua kwa ajili ya babako. Ona njaa ya babako kama unavyoona njaa ya kwako.
hujaambatana bado kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kama huoni kiu cha babako wa kiroho, bado wewe hujaambatana. Bado. Ukiambatana lazima utasikia uchungu. Kuna wakati mwingine yani unajikuta tu roho inasema hapana, peleka mboga. Kila ukikaa ukizunguka inasema hapana, peleka mboga kwa babako wa kiroho. Amen. Ukizunguka hata ukila akasema labda nile nishibe ukanywa na Pepsi, lakini bado unasikia njaa. Kwa nini? babako wa kiroho ana njaa. Sijui kama nyie hiyo hali inawatokeaga. Mimi huwa inanitokea. Nataka nikuambukize upendo kwa babako. Hika paraba sayaka. Nataka nikuambukize upendo juu ya babako wa kiroho. Amen. Nataka nikuambukize upendo juu ya babako wa kiroho. Kuna mambo mengine tunajifungia wenyewe. Kuja kutambua mafuta ya wapako mafuta wa Mungu. Yes. Ndio. Chukua hatua. Afu unajua warokore wengi tunakuwa maskini kwa sababu tunatoa pesa, hatutoi sadaka. Ndio. Alafu mtu akiongea, mtumishi wa Mungu akiongea kuhusu kutegemeza, kwa sababu kinachotegemezwa ni pesa. Unaona hapo kuna mwingine anahubiriwa, wanataka hela. Sisi hatutaki hela, tunataka sadaka. Kwa sababu alianzisha kutoa sadaka sio Askofu George. Alianzisha kutegemeza sio Askofu George. Yupo mwanaume wa wanaume. Yes. Mungu mwenyewe ndio alianzisha kutoa sadaka. Ndio. Mungu mwenyewe ndio aliyetupa kutuambia tutegemeze. Ndio. Mungu mwenyewe alitoa mwanae wa pekee kwa sadaka ya kuteketeza ili mimi na wewe tupatikane. Kumbe Mungu ndio alianzisha kutaka sadaka. Sio wachungaji, sio maaskofu. Lakini kuna wakati mwingine roho wa uchafu, roho chafu, yule shetani aliyepofusha akili zetu, anakuhubiria ndani ya moyo wako. Kuna mwingine hapo tu ulipo saizi unahubiriwa kama hawa wanataka pesa. Nakwambia hivi, utakuwa maskini kila siku. Mungu anambariki anayembariki. Yes. Kuna magonjwa mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwanamke, sema muda wetu umeendelea sana. Kuna mwanamke Dorcas. Dorcas alikuwa anafanya mambo mazuri. Alikuwa anawashonea makanzu wanawake wenzake, aliwakusanya, akawa anatoa sadaka. Lakini Biblia inasema baadaye akafa. Kwa unafikiri yule mtumishi wa Mungu alipata tabu kumwombea afufuke? Hakupata tabu. Kwa sababu gani hakupata tabu? Wale wanawake walienda kumwambia, ona kazi alizokuwa anazifanya. Huyu mtu bado tunamhitaji. Lakini wewe hakuna hata cha kuonyesha mbele za Mungu. Unampa kazi hata babako wa kiroho jinsi ya kukuombea. Mwenye sikio na asikie ambayo Roho analiambia kanisa. Amen. Kuna Lazaro na yule tajiri. Yule tajiri alipokufa akaenda, hatujui alienda wapi, si ndio? Lakini yani tajiri alipokufa akaenda kuzimu, si ndio? Alienda kwenye mateso. Lakini yule maskini Lazaro akaenda kifuani kwa baba Ibrahimu. Yule tajiri akasema, we Lazaro, ninaomba hata unichovye, yani hata kidogo tu unipe hata tone la maji. Alafu naomba. Lazaro akasema hivi, kati yangu mimi na wewe tumetenganishwa, hatuwezi kuonana. Kuna shimo katikati yangu mimi na wewe, hatuwezi kuonana kwa sababu. Lakini neno la Mungu linasema, yule tajiri akasema, naomba basi uende duniani ukawaambie wale ndugu zangu wasije wakaja huku niliko mimi, ni pabaya. Lakini neno la Mungu linasema, Lazaro akamwambia, wasipowasikia manabii na mitume waliopo duniani, nao pia
huko uliko. Sasa nakwambia hivi, hiki ni kinywa cha Bwana kinakukumbusha juu ya watumishi wake. Hiki ni kinywa cha Bwana kinakukumbusha juu ya kutegemeza baba yako wa kiroho. Hiki ni kinywa cha Bwana kinakukumbusha usifanye moyo wako kuwa mgumu kabisa. Mbona tunavaa, mbona tunapendeza. Dada, hilo gauni umenunua shilingi ngapi? Kama si 35, si ndio? Lakini wakikwambia kutegemeza kwa wanawake unatoa shilingi 5,000. Hebu naomba kama upo mwana mahesabu, gawanya 5,000, gawanya kwa mwaka. Ni 0.0.0.0. Ukiambiwa kutegemeza, tunataka kutegemeza nyumba ya mchungaji, unatoa shilingi 10,000. 10,000 ni gawanyie mara siku 365. Ona shetani anavyotupiga kona, anavyotupigisha kona na baraka zetu. Alafu wale wako mwenyekiti akwambie vipi ila ahadi sina. Kwani mimi ningekuwa nao si ningekupa? Mwenyewe najua, si niliahidi mwenyewe. Wewe acha kujizibia baraka. Acha kujizibia baraka. Wabarikini wanao wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wabarikini wanao wabariki. Watunzeni hawa watu jamani. Tuwatunze baba zetu, tuwapende baba zetu wanawake. Hiyo ndio kazi ya mwanamke. Hiyo ndio kazi ya mwanamke ndani ya kanisa. Acha kujipunguzia majukumu. Mbona nyumbani kwetu tunafanya? Afu shetani alipokuwa mpumbavu, kwenye maharusi tunachangia. Kwenye harusi unachangia. Lakini ukiambiwa kuchangia, ukiambiwa sadaka kanisani hutaki. Kwa sababu kwenye harusi unatoa pesa, lakini huku kanisani sadaka. Sasa shetani hataki utoe sadaka, anajua kuna mahara utatoka ukitoa sadaka. Ukiona kwenye mambo mengine unatoa, lakini ukiambiwa kwa baada ya kutegemeza mtumishi wa Mungu roho yako ni nzito, ujue hapo kuna miungu haitaki utegemeze nyumba ya baba yako wa kiroho. Ukitegemeza, ukitoa kutumikia nyumba ya baba yako wa kiroho, utatoka kwenye hiyo miungu. Amen. Kuna miungu inakuzuia usiambatane na mtumishi wa Mungu. Amen. Kuna miungu inatuzuia tusifanye yale yanayotupasa kufanya ndani ya kanisa, lakini tukitoka nje tunatoa. Hapa tukisema tuna sherehe ya wanawake, basi jamani, sherehe ya wanawake tunataka kuchangia. Tununue kitenge, alafu hiki kitenge tutanunua Kariakoo shilingi 25,000, alafu hapa tutauza shilingi 35,000 ili tuchangie shilingi 10,000 tupate hata vinywaji, tunywe hata soda. Utasikia nitaenda kununua mwenyewe Kariakoo. Mnavutana wawili. Wewe mwenzangu, wewe utachukua 35,000. Kariakoo shilingi 25,000 tu. Miungu inakuzuia usichangie kwa Mungu. Miungu inakuzuia usitoe sadaka kwa Mungu. Lakini mtaani kitambaa kinauza shilingi 30,000. Na hicho kitambaa kinanunuliwa tandika shilingi 2,200 mita. Wanakata mita 3 shilingi 30,000 na unatoa tena kwa roho nyeupe. Lakini wakitangaza kuchangia sadaka kanisani sina. Ila mtaani kwenye vigodoro unayo, kwenye harusi za Kiislamu unayo, sare hapo unazo, sare una vijola wewe ndani. Wewe tukisema tupekue, wewe una vijola vya sare vya mtaani kwako, wewe havihesabiki. 10,000. Lakini kutoa shilingi 50,000 tegemezo la mwaka, kutoa shilingi 50,000 tu kwa babako wa kiroho, kwa mamako wa kiroho, ili ukamfute jasho, mwambie baba tuko pamoja na wewe. Maana kuna wale wanawake wakati Yesu ameubeba msalaba, walikuwa wanamfuata nyuma, wakamwambia tunakuriria, na huku amebeba maji wanakuambia kunywa, tunakuriria. Ukiwa unategemeza mtumishi wa Mungu, unamwambia baba tuko pamoja na wewe, songa mbele. Baba anapata nguvu. Amen. Muda wetu umeendelea sana.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu atusaidie. Kabisa. Inawezekana huna dhambi nyingine. Inawezekana wewe huna dhambi nyingine kabisa, lakini dhambi yako hutambui mafuta ya babako. Inawezekana kabisa kabisa huna, lakini hutambui mafuta ya babako wa kiroho. Yaani umezuiliwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naongea kwa kinywa cha babako wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeambiwa kesho ni hitimisho, si ndio Ndio. Lakini katika hili hitimisho ni empty, si ndio Mwenyekiti, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakunaga sherehe ya hitimisho pasipo kulamba mikono. Waswahili wanasema mikono mitupu hailambwi. Ina maana tayari shetani ametupiga keke, tumekuwa mgambo, sio jeshi. Hika parabo sayakapa. Mungu atupe neema kuinuka tena. Ndio. Nzuri. 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 Mbaya. Unahitimishaje bila kulamba mikono wewe? Unahitimishaje bila kuingia huku? Unahitimishaje? Mbaya, shetani ametupiga kosi. Wanawake mikono juu. Mko sahihi? Mpo sahihi? Mpo sahihi? Nauliza, mpo sahihi? Haleluya. Sisi tunaendaga kwenye vicheni pati vya mtaani Sasa leo tunakuwa kwenye kicheni pati cha Yesu Kristo. Tunapona rohoni, tunapona na mwilini. Huwa tunahudhuriaga vicheni pati. Si ndio? Si ndio? Tunaambiwa. Na kwa Yesu pia tunaambiwa ili tukae vizuri, ili tupate baraka. Wanasemaga ukweli ni mchungu, lakini una faida. Yes. Hivi yupi mzuri, anayekupa samaki au anayekupa wavu ukavue? Anayekupa wavu ukavue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tungesema tuongezee jamani. Mimi niliongea na mwenyekiti wangu, akaniambia yote. Tungesema basi tujikusanye kule kwa babu yenu afu tupige tupushi, si ndio Lakini nani mwema, anayekupa nyavu na anayekupa samaki? Yupi mzuri? Nataka mna midomo, yupi mzuri? Sasa mimi nimekuja kuwapa nyavu. Nataka muwe na nyavu ya kwenu wenyewe. Yes. Mjue kuvua. Mjue kuvua. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka kutambua mafuta ya Baba. Ndio. Haleluya. Amen. Muda wetu umeenda sana. Tutaonana tena kesho. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Kesho ndio hitimisho. Lakini hitimisho hili kama mwenyekiti wa makao makuu sijalifurahia. Niseme tu kweli, niko madhabahuni jinsi nilivyoelekezwa na mwenyekiti. Sinaongea na wanawake. Na wanawake mnajua, si mnajua station yote ya sherehe yenu mnajua? Imekaa vizuri. Imekaa vizuri. Aibu. Huruma. Wanawake tuko wapi? Unataka kuniambia hii sherehe mmeandaa kwa wiki moja? Hii sherehe mmeandaa kwa wiki mbili? Hii sherehe mmeandaa kwa mwezi mmoja? Ni miezi zaidi ya 3. Hivi kama uliahidi shilingi 50,000 unashindwa kutoa kwa ajili ya babako miezi 3? Lakini una mchezo unacheza kila siku 2,000. Mungu tuhurumie. Una mchezo unacheza kila siku 2,000. Una vikoba wewe. Una marejesho hujawahi kosa. Hata kama unataka kukwama unalia na kulia. Bwana Yesu asifiwe. Unalia. Unachanganyikiwa. Unatoa hata mashuka ya ndani unaenda kuuza ili upate rejesho.
lakini kwa Mungu hutaki kusikia. Unataka mtumishi wa Mungu akale wapi? Biblia inasema wa madhabahuni atakula madhabahuni. Hapa madhabahuni hapapandi mahindi. Hapa madhabahuni panapandwa nguvu ya Mungu. Ile nguvu ya Mungu inapokuja kwako, inapokubariki, na wewe ndipo unapoibariki madhabahu. Yuko wapi mwanamke mwenye uchungu wa kanisa? Yuko wapi mwanamke mwenye uchungu kwa ajili ya babake wa kiroho? Yuko wapi? Yuko wapi anayeona babake akipata tabu, mama yake wa kiroho akipata tabu, ni yeye amepata? Yuko wapi? Lakini tumejaa kujisumbukia wenyewe. Alafu sisi ndio wa kwanza kusema nguvu ya Mungu haipo, imeshuka. Unajua jana alikula nini? Unajua juzi alikula nini? Kwa mara mwisho umepeleka nini kwa babako? Mungu wa mbinguni atuhurumie. Wanawake, Mungu wa mbinguni atuhurumie. Kuna baraka nasema tunazikosa, wana wa Mungu. Kuna baraka tunazikosa. Mbona mambo yetu tunafanya? Mbona vikoba tunacheza? Mbona michezo tunacheza? Mbona marejesho tunafanya? Mbona kwa waha tunakopa na tunalipa? Unakopa kwa moa kitu cha 70,000 na unalipa. Kila siku anapitia na unatoa. Lakini kwa Mungu umeahidi shilingi 30,000 mpaka saa hizo hujakamilisha. Acha kuziaibisha mbingu. Acha kuona Mungu hakubariki. Mungu anakubariki. Mungu unajua wewe unacho, ila shetani tu anakuzuia usitoe, wanakuzuia usipate baraka zako. Mungu atuhurumie. Mungu atuhurumie. Mungu atuhurumie. Mungu atuhurumie. Kwa sababu hatujafanya vile inavyotakiwa kufanya. Hatujasimama kama wanawake kama inavyotakiwa kusimama. Hatujatenda kama maandiko yanavyotuambia. Maana mwanamke ni mtegemezi wa kanisa. Mwanamke ni nguzo ya kanisa. Mwanamke ndio mwanamke anayetaka kuona nyumba ya mtumishi wa Mungu. Lakini sisi hatujaiona nyumba ya mtumishi wa Mungu. Lakini sisi hatujaona nyumba ya mtumishi wa Mungu. Na shetani ametufumba ili tusitambue kama tunafanya ni makosa. Tunajikuta tuna amani. Lakini jioni ya leo Roho wa Bwana akushukie. Ujipe kujutia moyoni mwako. Ujipe kujutia moyoni mwako ili ufanye vile inavyotakiwa. Simama pale ulipo, mwana wa Mungu. Simama pale ulipo, mwana wa Mungu. Simama. Simama. Simama, mwana wa Mungu. Kuna mambo tumeyafanya tofauti na kweli ya Mungu. Wanawake hatujasimama kwenye kusudi letu. Wanawake hatujafanya vile Mungu anavyopenda. Wanawake hatujafanya. Liko wapi kanisa la mwanamke? Liko wapi nguzo ya mwanamke? Mimi naumia ninapoona mwanamke anashindwa wakati mwanamke hajawahi shindwa. Kuna mwanamke wa Kiebrania aliyekuwa anazaa. Ukisoma kwenye ile Waebrania, yule mzarisha akaambiwa wanapokuwa wanazaa, akizaa mtoto wa kiume kabla hajazaa, fanya hivi na hivi na hivi. Lakini yule mzarisha baadaye hakufanya vile alivyoagizwa. Yule aliye mfalme akaenda akasema, mbona hujafanya vile nilivyokuagiza? Akasema, hawa wanawake wana nguvu. Yaani hawa wana nguvu, wanazaa pasipo kuzalishwa. Wanafanya hata pasipowezekana kufanya, wao wanapenya.
Sasa kwa nini shetani atufanye tushindwe wakati Mungu ametupa nguvu? Waswahili wanasema kufanya kosa si kosa, bali kurudia kosa ni kosa. Biblia inasema aziungamae dhambi zake na kuziacha atasamehewa. Sijui kama unatambua kama umetenda ni dhambi. Sijajua mwanamke wa mti wa uzima, sijajua kama wewe Roho wa Bwana anasemaje. Mimi natamani niendelee, lakini natamani niseme, natamani uvuviwe Roho wa Bwana wa upendo ule wa Kristo juu ya babako wa kiroho, juu ya kutambua nyumba yako ya babako wa kiroho. Mimi naamini hapo ndio penye baraka zako mama. Kuna mwanamke naongea naye, hapo ndio penye baraka zako. Mimi nasema hivi, muda wetu umeenda. Kuna wale wanawake, Biblia inasema wakati Yesu amepelekwa kaburini, kuna wanawake watatu, Biblia inasema wakabeba manemane, uvumba, wakanunua kwa pesa zao. Lakini wakati wanaenda, wakasema pale kwenye lile kaburi kuna jiwe kubwa, nani atakaye tutorea? Lakini kwa sababu moyoni mwao walichukua hatua, moyoni waliazimia, moyoni lile jiwe likatoka. Wanafika pale wakakuta jiwe hakuna. Nasema hivi, mwanamke, adhimia moyoni mwako, kama mimi kweli nilifanya kwa upumbavu, lakini nataka nianze upya. Utakuta mambo yako yanaenda sawa sawa. Mimi nataka nimkaribishe baba. Hikaparaba sayaka mama. Kuna mwanamke mmoja hapa anaenda kutoka, lakini baada ya kujua mafuta babake. Kuna mwanamke hapa anataka kutoka kimaisha, anataka kutoka kibiashara, anataka kutoka. Kuna namna Mungu anataka kumuinua, lakini anataka kwanza atambue mafuta babake. Sijui, kuna mwanamke naongea naye, yawezekana yuko hapa au yuko nyumbani, lakini kuna mwanamke neema inampata. Kuna mwanamke mmoja neema inampata. Kuna mahara Mungu anataka kukutoa, kuna mahara Mungu anataka kukupeleka, kuna namna Mungu anataka kukuinua, lakini anashindwa azeje. Nasema hivi jioni ya leo, anza wewe, alafu uone Mungu anavyokufanyia. Neno la Mungu nasema hebu nijaribuni. Mungu hajakataa kumjaribu. Hebu jaribu kumtolea Mungu kwa ajili ya mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimkaribishe baba. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu. Kuna namna tunataka kubadilika, kuna namna tunataka kufanya kama wanawake ndani ya kanisa. Kuna namna nataka niwe, kuna namna huyu mwanamke anataka kuwa, kuna mwanamke huyu anataka kuwa, kuna namna ulivyo Mungu mweka, kuna namna umemfanya huyu mwanamke umemweka kwa jicho la kanisa. Kuna namna Mungu umemweka, kuna namna Mungu huyu mwanamke umemweka kwenye hili dari. Kuna namna Mungu umemfanya, kuna namna Mungu umemweka, kuna namna Mungu umemweka, kuna namna Mungu, kuna kitu ulichoweka ndani yake.
ndani yako. Inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Unapoinua mikono yako juu unamaanisha una surrender. Surrender mbele ya Mungu, mwambie Mungu kuna namna mimi umeniweka hapa duniani si kwa bahati mbaya. Mungu hajakuweka kwa bahati mbaya. Mungu hajakufanya hapa duniani kwa bahati mbaya. Mungu hajakuweka katika hili kanisa la mti wa uzima kwa bahati mbaya. Kuna namna Mungu amekuweka. Wewe ni baraka ndani ya kanisa hili. Mwanamke anasema hivi, wewe ni baraka ndani ya hii madhabahu. Omba, sarenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, asante Roho Mtakatifu kwa kutufundisha. Mwambie asante Roho Mtakatifu. Kuna namna nilienda lakini kuna namna nataka nibadilike. Mwambie Yesu, nibadilishe. Sikutambua mafuta ya mtumishi wako. Nilitenda dhambi, sikutambua mafuta ya mtumishi wako. Lakini leo Mungu nataka nitambue. Naomba unipe neema ya kutambua mafuta ya mtumishi wako. Ninaomba unipe neema ya kutambua mafuta ya mtumishi wako. Naomba unipe neema ya kutambua mafuta ya mtumishi wako. Kuna namna nilivyo mimi. Kuna namna Mungu ameniweka. Kuna namna Mungu ameniweka. Hajanifanya niwe wa kawaida. Wewe mwanamke sio wa kawaida. Una neema kubwa. Wewe sio wa kawaida. Wewe sio hivyo ulivyo. Wewe sio maisha ya shida. Wewe sio kutabika. Wewe sio kulialia. Kuna namna ulivyo. Kuna namna ulivyo mwana wa Mungu. Kuna namna ulivyo. Kuna namna ulivyo. Nasema kuna namna ulivyo. Mungu hajakuumba kwa bahati mbaya. Mungu hajakuweka kwa bahati mbaya. Mungu hajakuweka kwenye hii madhabahu kwa bahati mbaya. Wewe mwanamke, wewe ni jicho la Bwana. Wewe ni jicho la Bwana. Wewe kuna namna Mungu amekuweka. Mwambie Mungu, nifanye vile upendavyo. Mwambie Mungu, nifanye vile upendavyo. Mwambie Mungu akufanye vile apendavyo. Mwambie Mungu nifanye vile apendavyo. Mwambie Mungu akufanye vile apendavyo. Vile upendavyo Bwana. Vile upendavyo huyu mama mweke. Vile upendavyo, vile upendavyo wewe Yesu. Vile upendavyo wewe Roho Mtakatifu. Finyanga, finyanga, finyanga. Finyanga tena, finyanga tena, finyanga. Tufinyange tena Bwana wanawake. Tufinyange tena Bwana, tupo chini ya dari lako takatifu hili. Tunaomba neema yako tena Bwana. Tunaomba neema yako tena Bwana. Kuna namna tulienda Bwana. Tulienda kwa akili yetu. Tulienda kwa uwezo wetu. Tulienda Bwana kwa nguvu zetu. Lakini leo Bwana, jioni ya leo, tunaomba neema yako. Tunaomba Bwana, tufanye vile upendavyo wewe. Tufinyange. Tufinyange. Mwambie Mungu nifinyange. Mwambie Yesu nifinyange. Mwambie Yesu nifinyange. Nataka kuwa mwanamke. Nataka kuwa jasiri. Nataka kuwa tegemezi ndani ya kanisa. Nataka niwe tegemezi ndani ya kanisa. Mwambie Mungu nifinyange. Nifinyange Bwana. Tufinyange. Nifinyange. Nifinyange Bwana, nifinyange. Nifinyange Jehova Shama. Nifinyange El Shaddai. Nifinyange Bwana, nifinyange. Ili niweze kujua wajibu wangu ndani ya kanisa. Ili niweze kujua ndani ya kanisa wajibu wako. Nifanye kama Dorcas Bwana. Raka para mama 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 sheteke pera mama 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 mama
Irabababa shanda kapara mama mama sata kapara baba rika mama mama shendere bosandara bobo saka para mama mama iraka parada bashepera mama mama iraka pashete tetera baba seke pera mama mama yanda kapara mama mama shandoko sandara baba era baba baba ya kama mama mandura makapara mama 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 era kapasatara mama 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 yandura makaporo bobo sandara bobo shaka ya baba 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 rima shaka para mama mama seteke pera mama yandura makapara mama mandura mashipera mandara maseke pera mama ratoko seke pera baba baba era mashata kapasandara bobo saka para mama rika mama mama shatoko sandara bobo saka era mashanda kapara mandura makapara mama rika mama mama seke pera baba shanda rabusa kapara mama shanda kapara mama era pasata kapara mama rika mama mama sheteke pera mama remandoko sandala bobo saka para mama era mama shandura makapara mama ndura mashata kwa damu ya mwana kondoo rika paseteke pera mama yando na makapara mama ndarba era paseke pera mama shataka para mama riko posandara bobo shaka para mama rika mama sheteke pera mama rika mama setere bobo shaka para mama. Neno la Bwana likamjia Yeremia na kusema, kabla hajamuumba Mungu alikwisha kumjua, na kabla hajatoka tumboni kwa mama yake alimtakasa, amemfanya kuwa nabii wa mataifa. Mtu huyu amechaguliwa na Bwana kwa kusudi fulani juu ya kanisa. Era kapasheteke pera mama riko sanda kapashata era takapasata tata era mama mama shepera kapasata rika mama mama sekepera baba baba rima mama mama shendere bo sandara bobo saka para mandara bandara yandura makapara mama ndura mashepe rekepesa takapara bashanda rakapasata kapara bashata rakapasekepera baba baba era kapashata mama era mama mama saka para baba rika mama mama shandoko sandara bobo saka rakapasha tatata rikoposa terebo shata yandoko saka para mama, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu. Yawezekana mama mwenyekiti wakati anafundisha hapa, ili neno limepenya kwenye moyo wako, na kuna mahali unaona kabisa, Mungu, niliusahau wajibu wangu kwa sehemu kubwa. Leo hii natamani nitengeneze na wewe. Yawezekana uliwahi kufata ujinga wa watu wengine ambao kila wanaposikia kuna habari ya kufanya kitu mbele za Bwana wanakimbilia kulalamika na kusema uchumi ni mgumu, sina fedha, hali ngumu, nimebananishwa, na ukajikuta umeingia kwenye kifungo hicho pasipo kujua. Na unajua kabisa hata Mungu sasa hakusikii tena. Naomba sogea mbele taratibu, upige goti lako chini kwa heshima kabisa, na umwambie Mungu, ninatubu leo, nina kila sababu ya kurudi kwenye ile nafasi. Simama juu, sogea mbele taratibu na ushushke goti lako mpaka chini. Sema, Mungu, ninatengeneza na wewe. Kuna mahali nilijisahau, majukumu yangu niliacha. Nilijua natoa pesa na sio kwamba natoa kwako Bwana. Nilijua natoa fedha na sio kwamba nakutumikia wewe Bwana. Nilikuwa mgumu kutoa fedha, nilikuwa mgumu kutegemeza, nilikuwa mgumu kufanya majukumu yangu. Ukipiga goti, anza kuomba toba. Sema, nilikuwa mgumu Baba, nilikuwa mgumu kufanya majukumu yangu. Niliona uchungu kwa fedha ndogo. Kwenye harusi nitatoa michango mikubwa. Kama ni 200,000 nitapeleka, kama ni sale nitapeleka. Wakisema dabo ni shilingi 100,000 nitatoa. Wakisema singo ni 50,000 nitatoa. Lakini mbele zako Bwana sijawahi kuwaza, sijawahi kuguswa. Nimekuwa mgumu. Naingia kwenye makundi ya watu ambao wana uchungu na fedha kuliko uchungu na wewe. Wanaiabudu fedha kuliko kukuabudu wewe. Wanashindwa kufanya kitu mbele zako wewe Bwana. Ninaomba toba, nisamee Bwana. Niko mbele za uso wako Bwana. Ninaomba toba, nisamee.
ninaomba toba. Ulisema kwenye maandiko yako matakatifu, zamani zile za ujinga Bwana ulijifanya kama uzioni, lakini unaagiza watu wa mataifa yote sasa watubu. Niko mbele za uso wako Bwana, zamani zangu za ujinga ulijifanya kama uzioni. Wakati nazungumza na watu nasema siwezi kutoa tena fedha, michango imezidi sana, siwezi kujitoa tena mbele zako. Ulijifanya kama unioni, lakini sasa unataka nitubu. Niko mbele za uso wako Bwana, nisamee, ni rehemu, nitakase, nioshe. Ninatubu mbele zako, ninatubu mbele zako. Nisamee Baba, nioshe Baba, nioshe. Niko mbele zako, ninatubu Baba. Omba toba, omba msamaha. Umekuwa kwenye ujinga, umetembea kwenye ujinga. Wakati mwingine Mungu asikilizi tena maombi yako. Kila unachoomba unaona ujibiwi tena. Hebu mwambie Bwana akusamee sasa. Omba, fungua kinywa sasa, omba. Mwambie Baba akusamee, fungua kinywa. Rama itorobo sheteri basata ya lamande lebosata ya ma rima mama satara baba kashakata ya ramande itorobo sete ya daramande lebosata raba kashakata ya baba. Nasogea mbele zako Jehova, ninaomba toba Jehova Mungu wa mbinguni, ninashuka magotini pako Mungu wa mbinguni, pale ambapo Jehova niliwakatisha tamaa wengine katika kufanya kitu kwa ajili ya nyumba ya kuhani wako Jehova Mungu wa mbinguni. Baba, ninaomba rehema, ninatubu mbele za uso wako Jehova, ninakunyenyekea Bwana kwa moyo wa unyenyekevu, kwa moyo ulioogopa na kutetemeka mbele zako. Ninatengeneza nawe jemedari Mungu wa mbinguni, natengeneza na ufalme wako Baba. Ruhusu toba yako ikamiminike juu ya maisha yangu, ikamiminike juu ya kinywa changu kilichotumika kwa ajili ya kukatisha tamaa, kwa ajili ya kuzuia kisiweze kutendeka lile kusudi lako juu ya kanisa lako Bwana. Baba, ninaomba rehema Jehova Mungu wa mbinguni, ninatubu mbele za uso wako. Maandiko yanasema afichaye dhambi zake hatofanikiwa, bali aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Nami Mungu nimerudi magotini pako, ninarudi kwa unyenyekevu, narudi kwa kulia, narudi kwa kuomboleza. Baba, ruhusu msamaha wako, ninatubu mbele zako Bwana. Maandiko yanasema basi kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu, ukafanya matendo ya kwanza. Nami Mungu yamkini nimeanguka kwa kutokutii sauti yako, kwa kutokujali nyumba ya kuhani wako, kwa kutokuatii watumishi wako ulioweka mbele yangu Bwana. Waniongoze, wanifundishe, wanishauri, wanielekeze kwa ajili ya ufalme wako Mungu. Baba, ninatubu mbele za uso wako, ninatubu Jehova, nikaiendele lile kusudi, lile pando ulioliweka ndani mwangu zamani zangu Bwana, uliponiokoa ukanipa maelekezo ya kusimama katika kweli yako. Baba, ninarudi mtakatifu Mungu wa majeshi, ruhusu roho yako era mama shaka para baba rika para tata seke pera mama eria mashaka para baba yakapuro bobo sandara bobo sikara mashata rika mama seke pera baba. Kwa damu ya mwana kondoo ninatubu Bwana, ninaungama Baba wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Inamisha kichwa chako chini hapo. Baba, katika jina lipitalo majina yote, asante kwa maana sikio lako si zito hata lisiweze kusikia. Asante kwa maana hata sasa umesikia maombi ya watoto wako. Tumelisikia neno lililotoka kinywani mwa mtumishi wako, na ametumika sawasawa na mapenzi yako. Amewajenga watoto wako, na walikuwa katika kifungo cha kutojua, walifungwa katika ule ujinga, na ule ujinga wameuachia leo. Wamekubali kupata hekima na maarifa yaliyotoka kwako. Baba Mungu, ulisema ya kwamba kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo ulivyoweka mbali nasi dhambi zetu, na ukasema unatusamehe maovu yetu na kutuponya magonjwa yetu yote na kukomboa uhai wetu pamoja na kaburi.
Watoto wako tumetubu na kuungama mbele zako. Tunaamini Bwana umetusamehe na kutusafisha. Tunatangaza kuanza na wewe kuyafanya majukumu yetu, maana ufalme wa mbinguni ni kwa ajili ya mtu mmoja na sio kwa ajili ya watu. Mungu angalii kundi la watu, unaangalia mtu mmoja aliye tayari. Na mimi niko tayari kuanzia leo, maana na kiu ya kuuteka ufalme wako. Moyo wangu umefunguka, nafsi yangu imefunguka, akili yangu imefunguka, ufahamu wangu umefunguka, na niko tayari kutembea na wewe kuanzia sasa na hata milele, katika jina la Yesu. Ambaye anaamini na kuambatana na haya maombi asimame na kupiga makofi akisema amen. Amen. Kuanzia leo ulipotubu na kupiga goti, Mungu akufanyie wepesi wa moyo wa kuanza kutembea kwenye lile kusudi la Mungu. Mungu akufanyie wepesi wa moyo wa kuanza kutembea kwenye lile kusudi. Amen. Sema amina kama unaelewa. Amen. Sema amina tena. Amina. Amen. Mungu akubariki sana mama mwenyekiti. Ninawaheshimu sana na ninawapenda sana. Karibuni sana sana. Tumejengwa. Kwa kweli kuna mambo umeyasema, umeugusa moyo wangu namna hiyo. Na Mungu akubariki mno. Roho wa Mungu akuongoze. Sisi wachungaji wakati mwingine hatuwezi kuongea, tunanyamaza kimya, lakini Mungu anapowainua watumishi kama wewe kwa ajili ya kufanya kazi hii, wachungaji wanakuwa wanatoka kwenye vifungo. Hakika wachungaji wengi wanaishi kwenye vifungo na wanashindwa wafanyeje. Wanabaki tu kutumika wakiamini kesho Mungu atafanya, kesho kutwa Mungu atafanya. Mungu akubariki, Mungu akutunze, aendelee kukupa mafunuo. Amen. Mungu awabariki sana mliofika siku ya leo. Kesho tunaendelea na ibada na mama mwenyekiti atakuwepo hapa na atafundisha. Hii ni wiki yenu. Najua hata mimi sikutakiwa hata kuwepo. Sema amina. Ilikuwa ni wiki yenu, lakini imenibidi tu nihudhurie pia niwepo. Kwa hiyo Mungu awape neema. Kesho mapema sana tuwai. Tunajua kabisa maombi yanaanza saa 12, si ndio? Maombi yanafanywaga hapa masaa 3. Saa 12, saa 1, saa 2, saa 3 neno la utangulizi. Saa 3 neno la utangulizi, kisha tunaingia kwenye kusifu na kuabudu. Tukimaliza kusifu na kuabudu, ibada kuu inakuwa imeanza. Sasa jitahidi sana mapema kuwapo, maana asubuhi kesho mimi nitakuwepo hapa. Sema amina. Mapema sana nitakuwepo hapa. Kwa ninaomba sasa uwai na wewe, ili mama mwenyekiti anapokuwepo hapa ulisikie lile neno na ile package ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Kuna watu leo hawajafika, waambie mmekosa kitu. Kuna watu wengi jana walikuwepo, leo sijawaona. Waambie umekosa kitu. Sema amen. Waambie sasa, kwa vile umekosa cha leo, cha kesho usikose. Kesho hamna udhuru. Sema amina. Mwambie kesho usifanyaje? Usikose. Sema amina. Basi kamata sadaka yako, ishike mkononi namna hii. Ikamate, tuishike mkononi. Wangapi wanajivunia kupata ndugu mzuri aliwafundisha vyema kutoka kwa baba? Punga mkono namna hii. Wow. Mungu awabariki sana. Amen. Basi kamata sadaka yako. Sema, kwa damu ya Yesu naibariki sadaka, naipanda kama mbegu kwa jina la Yesu, itakayofufua mtu wangu wa ndani na kumwamsha kuanzia sasa. Huyo mtu wa ndani ayatambue majukumu ya kwake na nianze kutumika kwenye yale majukumu pasipo uvivu wala uoga, kwa jina la Yesu. Amen. Kimbia itoe, sema imekuwa. Toa, sema imekuwa. Toa, sema imekuwa.
Sema imekuwa, sema imekuwa. Unatoa nasema imekuwa. Jitabirie kwamba imeshakuwa. Nimeombewa imekuwa. Nimeombewa ishakuwa. Ishakuwa. Amen. Simama juu nikubariki na mimi sitokubariki. Mama mwenyekiti ameambatana na mgeni hapa. Mimi naomba yeye aje akubariki. Sema amen. Pigia makofi namna hiyo. Basi karibu sana. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ongela kwa semina. Mwanamke ni jeshi kubwa. Amina. Ongeleni sana. Pia napenda kumshukuru Mungu, kumshukuru Baba Askofu kunipa nafasi hii tena mahali hapa. Ninashukuru sana jamani, ongeleni kwa kazi ya Mungu. Pia ninashukuru Roho Mtakatifu ametufundisha na kutukumbusha tena na kuturudisha tena. Amina. Mimi nimebarikiwa sana kwa neno. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Sijajua wewe mwenzangu na wewe sijui umeokota kitu. Mimi nimeokota kwa kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Nawapenda sana sana sana. Basi tufumbe macho. Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, Mungu mwenye nguvu, tunakutukuza na kukuinua Baba wakati huu na saa kama hii. Asante Baba, umetuatamia, umetuhudumia Baba sawa sawa na neno lako, kwa mapenzi yako Mungu wetu uliyoyakusudia Bwana. Tunakushukuru Baba, tunasema asante Bwana. Roho Mtakatifu umetuonekania kwa namna ya tofauti Bwana. Asante, umetuinua tena sisi wanawake Mungu wangu. Ninakushukuru Baba kwa neema hii Mungu mwenye nguvu. Asante Mungu mwenye upendo. Hilo neno Bwana lililotoka madhabahuni likawe tana mwangaza wa maisha yetu siku zote za maisha yetu Mungu wetu. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tazama hata kila mmoja anapotoka mahali hapa, mkono wako Baba ukawe juu yake. Hata mia njia anazopita, hata mia vyombo vya moto usimpungukie. Hata anaporudi nyumbani akakute ni shwari kuu. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Mungu wetu, tumeomba haya nikiamini na kushukuru. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu akutunze. Twende kwa amani ya Bwana. Tuonane mapema. Watu wa media tubaki tuzungumze mambo mawili matatu, lakini watu wa protocol kesho mapema tukutane ofisini, tutazungumza mawili matatu. Wengine Mungu atubariki, Mungu atutunze. Mwenyekiti wa mama askofu, pokeeni wageni wetu. Jeshi japojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Kwa maana huyu Yesu yuko upande wangu, moyo wangu hautaogopa. Jeshi japojipanga kupigana nami,